Leo ni siku pekee, na leo ni siku ya furaha na kujivunia kwangu na sisi sote pia, kwa sababu kufanya kitu ambacho umekiahidi na unakitekeleza ni furaha kwangu na ni furaha pia kwa wananchi wa kata ya Rubuga. Zoezi ambalo tunalolifanya leo ni zoezi ambalo la kugawa vifaa kwa wanafunzi ambao wanaoenda kuanza sekondari, nikiamanisha kwamba kidato cha kwanza, na wanafunzi ambao wanaoenda kuanza darasa la kwanza, na wanafunzi ambao wanaoenda kujiunga na chekechea na masomo yao ya awali. Nilisema nitaegemea sana kwenye swala la elimu. Na swala la elimu nitaegemea kivipi? Ninataka nione kata ya Rubuga wanafunzi wote wanaenda shule. Kuna wanafunzi wengine wanakosa kwenda shule kwa sababu ya msaada. Basi sisi tutajitokeza kuwa sehemu ya msaada, na tumejitokeza leo hii, tutakuwa sehemu ya msaada na kwa kuwafuatilia muda wote, kipindi chote, mahali popote pale, ili mradi tuone watoto wameenda shule. Hivi vifaa ambavyo tunavyovitoa leo ni tunatoa vitambaa kwa niaba ya kwenda kushona sare za shule. Kuna mashati, kuna soksi, na kuna penseli na peni. Lakini pia mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo, yeye aliahidi kutoa madaftari katika jimbo zima la Kigoma mjini, na hilo jambo limeshatekelezwa. Kwa hiyo hakuna mwanafunzi ambaye atakaye kwenda kununua daftari. Mwanafunzi atakaye kwenda shule, akifika shule afike anamuuliza mwalimu mkuu kwamba mimi nimekuja shule lakini madaftari sina, atapatiwa madaftari. Kwa hiyo tukikwenda kule kuzikabidhi shule, kwa hiyo wewe mzazi sasa hauruhusiwi tena kusumbuka na kununua daftari, lakini vifaa vyote vya vitakavyomfanya mtoto aende shule kusoma vitakuwa vimepatikana. Tuliahidi kwamba tutapeleka wanafunzi shule, na leo nadhania imekuwa ni mara ya kwanza na ni siku ya kwanza kata ya Rubuga katika utawala wangu mimi Haji Marijani Hassani. Basi nitafuatilia swala nzima la elimu, na leo niwahakikishieni wazazi kwamba wanafunzi wetu tuwasimamie kwa moyo mmoja, na pia tupeane ushirikiano. Kwangu mimi diwani, pamoja na watendaji, pamoja na wenye viti wa mitaa, sisi sote tutakuwa macho kwa niaba ya elimu. Tukimwona mtoto haendi shule, basi itabidi tumfuatilie mzazi. Kwa nini mtoto haendi shule? Kuna shida gani na kuna tatizo gani? Na niweze kusema, ukijiona mzazi kwamba mtoto wako anakushinda kwa kwenda shule, basi fika hapa katika ofisi yetu ya kata ya Rubuga ambayo ni ofisi ya mtendaji. Tutajua sisi mtoto huyo anaendaje shule kama wewe amekushinda kabisa. Kwa hiyo tunatarajia tutapeana ushirikiano sisi wazazi pamoja na watendaji na wenye viti wa mitaa, na mimi diwani nikiwemo. Basi tutalisimamia hili kwa moyo mmoja na kwa dhati kabisa. Kwa awamu ya kwanza tulikuwa tumepata idadi ya wanafunzi 110, lakini wameongezeka mkoa ngapi? Wameongezeka, wamekuwa wanafunzi 113. Lakini pia hatujaweka ukomo, tumesema kata. Ina maana kwamba ni wanafunzi wa kata nzima wajitokeze, waje. Kuna mtu mwingine ana uwezo lakini bado anakuja. Pia huwezi kumjua mwenye uwezo au mwenye uhitaji. Mimi nimesema wanafunzi ambao watakao kuwa wameshindwa kupata uwezo wa kumpeleka mtoto shule kwa kukosa vifaa au kwa kukosa chochote kile, sisi tutamsaidia ili aweze kufika shule.